Mheshimiwa Naibu Spika, mwenendo wa viashiria vya uchumi na bajeti katika mwaka 2024/25 umeendelea kuwa wa kuridhisha. Katika mwaka 2024, pato halisi la taifa lilikuwa kwa wastani wa 5.5% ikilinganishwa na 5.1% ya mwaka 2023. Ukuaji huo ulitokana na ongezeko kwa uzalishaji wa umeme, uimarishaji wa huduma za jamii, kuongezeka kwa mikopo kwa sekta binafsi iliyochochua shughuli za kiuchumi, pia kuendelea na ujenzi wa miundombinu ya usafirishaji na kuimarisha kwa sekta ya uchumi. Aidha, sekta zilizokuwa na kiwango kikubwa cha ukuaji katika kipindi cha mrejeo ni pamoja na shughuli za sanaa na burudani kwa 17.1%, fedha na bima 16.3%, na habari na mawasiliano 14.3%. Mheshimiwa Naibu Spika, mfumuko wa bei kwa mwaka 2024 umepungua hadi kufikia wastani wa 3.1% kilinganishwa na wastani wa 3.8% kwa mwaka 2023. Kiwango hicho kipo ndani ya lengo la nchi ya jumuiya ya kikanda na wigo wa 3% hadi 5%. Katika muda wa kati, kupungua kwa mfumuko wa bei kulitokana na utekelezaji wa sera madhubuti ya fedha na bajeti, uwepo wa utoshelevu wa chakula nchini na uboreshaji wa miundombinu ya uchukuzi iliyorahisisha usafirishaji wa bidhaa kutoka maeneo ya uzalishaji hadi kwenye masoko. Maelezo kuhusu akiba ya fedha za kigeni na mwenendo wa ukusanyaji wa mapato inaelezwa zaidi kwenye aya ya 74 hadi ya aya ya 76 ya hotuba yangu iliyoko kwenye vishikwambi vyenu. Swala la uwekezaji na uendelezaji wa sekta binafsi. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imeendelea kuchukua hatua mahususi na kuimarisha na kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji hapa nchini. Hatua hizo ni pamoja na kufanya maboresho ya sheria 12 kupitia sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba 3 ya mwaka 2024 na kutekeleza mpango wa kuboresha mazingira na biashara ya uwekezaji. Serikali pia imeanza maandalizi ya mpango wa pili wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini unaolenga kuvutia uwekezaji wa nje na ndani kwa kuongeza fursa za ajira, uboreshaji wa miundombinu, upatikanaji wa soko la kimataifa na bidhaa za ndani za kukuza ushindani na ubora wa bidhaa. Maelezo kuhusu uwekezaji na uendelezaji wa sekta binafsi yanapatikana kwenye hotuba yangu aya ya 80 hadi ya 83 ambayo pia imewekwa kwenye vishikwambi vyenu.